Asante. Sekunde hizi ni kwa ajili ya kuwakumbuka watani zetu klabu ya Simba Sports Club ambayo tayari imeshaanza mashindano ya CAF Champions League msimu huu 2025-26. Mashindano waliyapenda, lakini out iliwapenda zaidi. Kabla sijaingia kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tuwaite hapa siku ya leo, liko jambo ambalo uongozi wa klabu ya Young Africans umeniagiza nilisema. Jana kupitia vyombo mbalimbali vya habari tulishuhudia moja ya tukio la ovyo kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu, moja ya tukio la kihuni, moja ya tukio la kishamba zaidi kufanyika kwenye mchezo wa mpira wa miguu hapa kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Tukio hili limehusisha mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Club ambaye baada ya mchezo wao ilionekana video mbalimbali akishambuliwa na baadhi ya mashabiki wa klabu hii. Sisi kama Young African Sports Club kwanza tunalaani vikali vitendo hivyo. Ni vitendo vya kihuni ambavyo havina nafasi yoyote kwenye mchezo huu pendwa wa mpira wa miguu. Lakini la pili, kwa niaba ya uongozi wa klabu ya Young Africans tunapenda kumpa pole mwenyekiti wa klabu ya Simba Sports Murtaza Mangungu na viongozi wote ambao walikumbana na kadhia hiyo siku ya jana. Ziko nyakati tunaweza kupishana kwenye itikadi zetu za kimpira, lakini inapokuja swala la football kwa fair play, kama vilabu lazima tutoe matamko haya kukemea na kupinga vikali vitendo vya kihuni ambavyo vinafanyika jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kama ambavyo wametoa wito watu wengine, na sisi klabu ya Yanga tunaliomba jeshi la polisi lichukue hatua stahiki kwa yoyote ambaye atabainika anahusika na vitendo vile vya kishamba vya kumshambulia mwenyekiti wa klabu ya Simba. Maswali yenu kwa nini tumetoa pole tutaulizana baadaye, lakini kwa sasa tuingie kwenye ajenda ya msingi ambayo imefanya tukutane leo hapa asubuhi. Siku ya Jumamosi tukiwa tunaelekea kwenye mchezo wetu wa CAF Champions League dhidi ya Al Ahly, asubuhi tulitoa taarifa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya klabu yetu Young Africans, tukiwajuza wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu na wapenda mpira kwa ujumla hapa Tanzania kwamba siku hii asubuhi kamati yetu tendaji inayoongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said ilikuwa inakutana, na mbali na shughuli zake kama ambavyo katiba ya klabu yetu imeeleza, katiba ambayo ilifanywa marekebisho mwaka 2021 kupitia ibara ya 31, kamati yetu ilikutana na kujadili mambo mbalimbali ya kiuendeshaji ya klabu yetu, lakini ndani yake kukiwa kuna ajenda moja ya msingi ambayo tulisema ni mchakato wa ujenzi wa uwanja wa klabu yetu. Na Jumamosi tukawataarifu wanachama wetu na Watanzania kwa ujumla kwamba kikao kile cha kamati tendaji kingeenda kutoa majibu ya mchakato mzima uliofanyika wa kumtafuta au kuitafuta kampuni taasisi ambayo imeshinda tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye ujenzi wa klabu yetu. Kikao kilifanyika vizuri, na nichukue fursa hii kuwajuza ndugu zangu waandishi wa habari, kikao kile pia kilitoka na jina la mshindi aliyeshinda kwenye tenda hiyo ya ujenzi wa klabu yetu ya Yanga. Lakini kabla sijatoa taarifa ya mshindi, ningeomba dakika zenu chache kidogo niwapitishe mchakato uliokuwa, na hiyo ndiyo desturi
ya klabu yetu Young African Sports Club, na ndiyo mwelekeo ambao uongozi huu chini ya rais wetu Injinia Hersi Said tuko nao. Kila hatua tunayofikia lazima tuwakumbushe tulipotoka na tuwaeleze kwa ukweli na uwazi mchakato mpaka ulipofikia. Nyote nyie ni mashuhuda. Moja ya ajenda kubwa ya uongozi huu wa Injinia Hersi Said, mbali na kujenga timu imara, kuimarisha klabu yetu kiuchumi, kuwa na timu imara za vijana na wanawake, moja ya ahadi au ajenda ambayo alikuwa nayo rais wa klabu yetu sambamba na kamati yake tendaji inayomsaidia kwenye majukumu yake kila siku ya kuendesha klabu ilikuwa ni ujenzi wa uwanja wa klabu yetu ya Young Africans. Na ajenda hiyo imepita katika hatua mbalimbali. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kufanya tathmini ya eneo ambalo tuko nalo, tuone kwa standard ya uwanja ambao tunauhitaji sisi kama Young Africans Sports Club, je, eneo hili linatosha? Tathmini ile ilifanyika, na baadaye uongozi wa klabu ya Young Africans uligundua kuna eneo tunatakiwa tuongeze kidogo ili tuweze kukamilisha ajenda hii. Baada ya kubaini hilo, mchakato ukaanza kushirikiana na taasisi mbalimbali za kiserikali kutafuta nyongeza ya eneo hapa kwenye ardhi hii ya Jangwani ili tuweze kupata sasa eneo sahihi kwenda kwenye mchakato wa uwanja. Mchakato hii ilifanyika, na nichukue fursa hii kumpongeza na kuwapongeza viongozi wote wa kiserikali, tukianza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na wizara zake mbalimbali na watendaji mbalimbali ambao walitupa ushirikiano mpaka klabu ya Young Africans ikapata nyongeza ya eneo hapa makao makuu ya klabu yetu, ikapata nyongeza ya ardhi. Na baada ya kupata nyongeza ya ardhi, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kupata hati ya kumilikishwa nyongeza ya ardhi hii. Na kwenye hafla yetu au tamasha la wiki ya wananchi, Afrika na dunia kwa ujumla ilishuhudia klabu ya Young Africans ikikabidhiwa hati yenye nyongeza ya ardhi kwenye eneo hili. Na baada ya kukabidhiwa hati hiyo kutoka kwa serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wa klabu ya Young Africans, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kwenda kutafuta sasa kampuni au taasisi ambayo ingeshirikiana nayo kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Na mnamo Januari 9 mwaka huu 2026, klabu ya Young Africans ilitoa tangazo la kukaribisha makampuni na mataasisi mbalimbali kuja kuomba tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye kujenga uwanja wetu wa Mkapa. Taarifa yetu ilitoa kupitia magazeti ya serikali, kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tulitoa taarifa hili pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii.